Karibu. Viongozi wa Pwani wameendeleza shinikizo la kutaka umoja wa eneo hilo ili kuwa na mgombea wa urais katika uchaguzi wa mwaka 2032 kutoka eneo la Pwani. Wakizungumza mjini Kwale wakiongozwa na Waziri wa Madini Hassan Joho na mwenzake wa michezo Salim Mvurya, viongozi hao wamesema umoja wao ndio utawapa fursa nzuri kupata nafasi ya ngazi ya juu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2032. Aidha, wameendelea kumpigia debe Rais William Ruto ili kuchaguliwa kwa awamu ya pili katika uchaguzi wa mwaka 2027. Salama salmini 2027 atoboe arudi kama rais kwa tamu yake ya pili. Kule mbele naye pia tu huko mbele huko mbele, sio Mvurya, huko mbele huko, halo, huko mbele huko, watajua uko wapi mbele ama namna gani? Tumesema safari hii region yetu ya Pwani ni lazima iheshimiwe, kura yake ihesabiwe, kura yake iwe na maana kwa taifa la Kenya, kwa sababu hawa watu wengi wanaongea, wanasema wako na numbers, wanasema namna hiyo, na sisi kwani hatuna watu hapa? Leo hii Mheshimiwa Ruto atusikiza, lakini atatusikiza zaidi wakati sisi mchango wetu utakuwa ni mkubwa. Tusidanganyane, sisi tukishindana na mwingine ambaye atakuwa kura zake ni nyingi, zetu ni kidogo, mwenzetu atasikizwa wa kwanza. Kila aliye hapa leo yajua, tunataka barabara sisi kutoka hapo kwenda Tiribe iwekwe lami. Mimi nilikuwa na mtoto anasoma Dubai. Mtoto wangu anasomea udaktari. Nilikuwa na shida ya pesa milioni 2. Rais alikuja hapa Kwale, nikamfuata nikamwelezea shida ya yule kijana ambaye wangu anasoma udaktari. Kumweleza, aliniambia seneta, njoo kesho nikupatie milioni 2 umlipie yule mtoto school fees. Huyu anafaa wafai?